Nadhani ilikuwa mwaka 90 kama sikosei. 90? Yes. Ulikuwa hujazaliwa wewe nadhani. Nilikuwa sijazaliwa. Tuko vizuri kabisa. Proper kabisa. Tuko kabisa. Safi kabisa. Habari za mchana. Habari ni nzuri. Sijui za stakabadhi huko. Stakabadhi tupo. Tuko katika mabanda ya maonyesho. Okay. Kwa ajili ya kutoa elimu kwa wadau wetu wanaokuja kutembelea kwenye mabanda. Okay. Ndio. Sasa hivi naona hata kule kwenye wizara yetu ya kilimo, wao kule wanapush kilimo biashara. Lakini wewe unapiga miguu yote. Uko kilimo, uko viwanda na biashara, uko kote kote. Hebu tuambie una ujumbe gani? Mimi nyumbani ni viwanda na biashara. Okay. Kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwezesha biashara. Lakini tuko pia tunawasaidia wenzetu wa Wizara ya Kilimo, lakini Wizara ya Mifugo pia tumeanza kufanya mazungumzo nao, tunaelekea ukingoni ili nao waweze kutumia mfumo wetu wa stakabadhi za ghala kupata tija ya kazi zao. Mwaka huu kimahususi katika kusherehekea miaka hii 50 na sisi tumepiga hatua. Kama unavyoona kwenye banda letu, moja ya jambo kubwa tulokuja nalo mwaka huu ni mifugo. Okay. Tumekuja na ajenda ya kuhamasisha mfumo ambao kwa miaka 20 ulikuwa ukifanya kazi kwenye bidhaa za kilimo peke yake. Sasa tunakwenda kwenye bidhaa za mifugo na tutategemea kuingiza mifugo kama ng'ombe, kondoo, mbuzi wakiwa na wale wa hai na pia nyama. Okay. Na bidhaa nyingine kama ngozi na kadhalika. Okay. Hii nakukumbusha mbali. Ndiyo. Na kutoa kabisa huku kwenye ukurugenzi. Sabasaba for the first time umekanyaga katika viwanja. Ilikuwa mwaka gani? Nadhani ilikuwa mwaka 90 kama sikosei. 90? Yes. Ulikuwa hujazaliwa wewe nadhani. Nilikuwa sijazaliwa. Kipindi hiko ilikuwaje? Hapana, ilikuwa ni eneo dogo. Ile bashasha ya watu ilikuwepo toka zamani, lakini watu walikuwa wachache sana. Lakini hivi leo ninachokishuhudia kwa kweli ni mabadiliko makubwa sana, na lazima tuwapongeze wenzetu wa TanTrade kwa kazi kubwa ambao wanaifanya. Tunakaa kwenye ukumbi ambao hata joto hamna. Unaweza usijue kama nje kuna joto. Alikuwa mtafutano. Ukienda kule ni jasho linakutoka, pilika, umepigwa kikumbo. Lakini leo unaona watu wanatembea kwa uhuru, mambo ni mengi. Kwa kweli mimi nawapongeza na naona hata kimataifa maonesho haya yanaanza kueleweka. Sisi kwetu inakuwa ni fursa. Kwa sababu kwa mfano kwenye kazi ninayofanya hivi sasa, bidhaa nyingi ambazo tunazalisha tunaziuza nje. Kwa hiyo tunapokuwa na maonesho kama haya ambao pia yanavutia watu kutoka nje, ina maana wanazidi kuja kujua kuna njia rahisi za kufanya biashara.